إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحية مباركة طيبة من عند الله، ألا وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Ama baada ya kumshukuru Allah jalla fi ulah na kumtakia rahma na amani mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nina furaha tena kwa mara nyingine kuwa katika msikiti huu wa Tayyiba, ndivyo uliopo eneo hili la Kitanzini hapa jijini Iringa. Nikitazama nyuso za Waislamu, asilimia kubwa ni vijana. Kwa mantiki hiyo mada yangu inasema kijana, utaenda kuulizwa siku ya Kiyama. Kijana, utakuja kuulizwa siku ya Kiyama. Na moja kwa moja nikianza, niwafahamishe ya kuwa ujana ni neema kubwa sana, na ujana ni kitu chenye thamani kubwa sana katika Uislamu. Na hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, vijana ndio waliomnusuru, wakasimama naye bega kwa bega, wakahakikisha anafikisha kile kilichoshushwa juu yake kutoka kwa Mola wake. Ninaposema kijana utakuja kuulizwa siku ya Kiyama, sina maana ya kuwa na wazee hawatoulizwa. Siku ya Kiyama, ndugu zangu, ni siku nzito sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fadhalika yawma idhin yawmun asir ala alkafirina ghayru yasir. Siku hiyo ya Kiyama ni siku ngumu sana, ni siku nzito sana, na kwa makafiri ndiyo hakuna uwepesi hata kidogo. Siku ya Kiyama, ndugu zangu, ni siku ya kisimamo. Limadha summiyatil qiyamatu bilqiyamati? Kwa nini Kiyama imeitwa kwa jina la Kiyama? Jawabu, Allah anasema katika suratul Mutaffifin, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, hivi hawa wanaodhulumu viumbe wa Allah
wanaopunja vipimo na mizani mbalimbali, hawajui, hawana yaqini, hawaamini ya kwamba wao watakuja kufufuliwa, tena katika siku iliyo nzito, yauma yaqumu nnasu lirabbil alamin, siku ambayo watu watasimama mbele ya Allah mlezi wa walimwengu. Katika suratu Safat Allah anatuthibitishia kila mmoja wetu atasimamishwa na ataulizwa. Allah anasema, waqifuhum innahum mas'ulun, waqifuhum innahum mas'ulun, wasimamisheni leo, hakika yao ni wenye kuulizwa. Niambie, duniani unaposimamishwa mahakamani, mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama kuu, hakuna kuketi, maaskari wamekuzunguka, majaji wanatisha, mashahidi wa kumwaga wameletwa, unakuwa una mchecheto, unakuwa na hofu, unakuwa na wasiwasi kwa kile kitendo cha wewe kusimamishwa mbele ya hakimu tu ambaye ni kiumbe. Hebu niambie, siku ya Kiyama utakaposimamishwa mbele ya Allah jalla fi'ala, wasimamisheni leo, hakika yao ni wenye kuulizwa. Kila mmoja wetu atakwenda kuulizwa. Ukienda katika suratul Hijri, Allah anaapa kwamba nitawauliza nyote juu ya matendo yenu. Allah anasema, falanas'alanna alladhi, Allah anasema tallahi lanas'alannahum ajma'in. Allah anasema fawarabbika lanas'alannahum ajma'in, ninaapa kwa jina la Mola wako mlezi tutawauliza wote. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in, e Muhammad, ninaapa kwa jina la Mola wako mlezi tutawauliza wote. Tutaulizwa juu ya nini sasa? Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Ninaapa kwa jina la Mola wako mlezi tutawauliza wote juu ya yale waliokuwa wakiyatenda. Na maswali hayo hata manabii na mitume hawataokoka, hawatopona, na wao watasimamishwa kizimbani na kuulizwa. Katika suratul A'raf Allah anasema, fawarabbika lanas'alannahum, katika suratul A'raf Allah anasema falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin. Falanas'alanna alladhina ursila ilayhim, tutakuja kuwauliza wale tuliowatumia mitume.
Na sisi ummatu Muhammad tutakuja kuulizwa juu ya Mtume Muhammad, kwamba ametumwa kwenu, mlipokeaje mafundisho yake, mlipokeaje maelekezo yake, mlimfuata, mkamtii, mkamsadiki, mkamwamini? falanas'alanna alladhina ursila ilayhim, na tutawauliza wale waliotumiwa mitume. Walanas'alanna almursalin, na tutawauliza mitume wenyewe. Nabii Nuh alayhi salam ataulizwa, hal ballaghta, je umefikisha wewe? Atasema naam. Atadaiwa ushahidi, toa ushahidi kama umefikisha. Tafuta mashahidi wathibitishe kwamba wewe umefikisha. Ummatu Muhammad ndiyo mashahidi wangu. Ummatu Muhammad, sogeeni mtuambie, Nuh kafikisha hakufikisha? Tutasema ya Rabbi kafikisha. Mlijuaje kama kafikisha? Tumesoma ndani ya Qur'ani namna alivyopata tabu na watu wake. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'aiya illa firara. Tumesoma Qur'an, kwa hiyo tunatoa ushuhuda kupitia kile tulichokisoma ndani ya Qur'an. Isa alayhi salam ataulizwa, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min duni llah, wewe Isa, wewe ulikuwa ukiitwa Mungu wewe duniani, hivi wewe ndiye uliyewaambia watu wakufanye Mungu, wewe na mama yako mzazi Bibi Maryam, wewe ndio uliyewaambia watu wakufanyeni miungu miwili kinyume cha Allah? Qala subhanak, Isa atasema umetakasika ewe Allah, ma qultu lahum illa ma amartani, sikuwaambia isipokuwa yale niliyowaamrisha. Sasa ikiwa mitume na manabii wenyewe wataulizwa, sisi pia tutaulizwa. Kijana, utakuja kuulizwa siku ya Kiyama. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadith iliyo sahihi, lan tazula qadama abdin yawma alqiyamati hatta yus'ala an arba'i khisalin, kamwe unyayo wa mja hautonyanyuka siku ya Kiyama kwenda popote pale, hautokwenda motoni wala peponi mpaka mtu aulizwe juu ya mambo manne. Sikiliza vizuri. Jambo la kwanza, an umrihi fima afnah, tutakuja kuulizwa juu ya umri. Kila mmoja wetu ataulizwa juu ya umri wake, aliumaliziaje. Allah atakwambia, nimekuumba nikakuleta duniani nikakukadiria kuishi miaka 55. Ni mingi kweli kweli, nusu ya karne. Uliishi miaka 65, miaka 70, miaka 40. Umeumaliziaje umri wako? Kwenye kombe la dunia au kwenye kombe gani? Au kombe la Afrika? Kwenye nini? Miziki, kwenye vyama, kwenye dunia? Au umri wako umeutumia kwenye kheri na kwenye dini? Kwa kila mmoja wetu atakuja kuulizwa juu ya umri wake. Jambo la pili, wa an shababihi fima ablah,
na juu ya ujana wake mtu atakuja kuulizwa, kijana atakuja kuulizwa juu ya ujana wake, aliuchakaza vipi? Kwenye disco dansa, kwenye kutafuna mirungi, kwenye masuala ya uhasharati na uhuni. Ujana wako uliuchakaza kwenye nini? Au kwenye dini? Kuonyesha kwamba ujana ni neema. Allah atakuja kutuuliza juu ya ujana wetu, tuliuchakaza vipi? Tuliuchakaza katika nini? Tuliutumia katika nini? Wazee hapa wasija wakasema alhamdulillahi rabbil alamin, si atumo mtaulizwa nyie maji ya moto, siye ni wazee maji ya jioni hatutoulizwa. Na nyinyi kabla hamjawa wazee mlipitia katika marhala, katika stage ya ujana, mtaulizwa pia. Jambo la tatu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, na kila mmoja wetu ataulizwa juu ya kipato chake, juu ya uchumi wake, juu ya mali yake, hata kama ni kipato kidogo. Bwana Mtume anasema kila mmoja wenu ataulizwa juu ya yale aliyoyapata, aliyoyachuma, juu ya mali yake, umeipataje na umeitumiaje. Asilimia kubwa ya Waislamu wa sasa hivi ghamu yao ni kupata tu. Mtu hajali kwamba riziki hii niliyoingiza ni haramu, pesa hii hapana, siwezi kuichukua, ni ya haramu. Mtu anakuambia hapana bwana, siwezi kurudi mikono mitupu, ninategemewa mimi. Walidhalika kuna hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja inasema, la yatiyanna zamanun ala nnasi la yubali almar'u ma akala amina alhalali au min alharam, zitafika zama kwa watu hawatojali kile wanachokula ni katika halali au katika haram. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Mmedanganyika na wingi wa kutafuta mali, pesa na maisha ya dunia, mkaghafilika na dini, mkaghafilika na akhera. Tahamaki, mmejikuta tayari mupo makaburini. Kalla kalimatu zajrin, si hivyo mtakuja kujua. Baadhi ya ulama wanasema kalla ya kwanza hapa mtakuja kujua adhabu ya kaburi, thumma kalla sawfa ta'lamun, kisha akhera mtakuja kujua tena adhabu yenyewe. Katika wema waliopita, mwanamke anapomsindikiza mumewe anakwenda kutafuta, akifika mlangoni anamwambia nasbiru ala harri aljui wala nasbiru ala harri jahannam. Mume wangu, jitahidi, tuko tayari kuvumilia joto la njaa hapa duniani, ukaenda patupu ukarudi patupu, kuliko ukaniletea pesa ya haramu na riziki ya haramu. Hatuwezi kuvumilia sisi joto la jahannam. Wanawake wa zamani hawa. Wa sasa hivi uko chumbani unavaa, unajitazama kwenye kioo, anakupiga. Umesikia babu? Ndio hivyo, piga uwa garagaza leo, usirudi pangu pakavu, tia mchuzi.
hakikisha leo unarudi na 100,000. Kuna shughuli, kuna si kitu gani, unafika mlangoni pale anakwambia, ndio shakwambia hivyo mwanaume kuhangaika bwana, piga ua garagaza, kakope, kanyang'anye, kaibe, lazima urudi na mzigo leo. Mwanamke wa zamani anamwambia mume wake, nasbiru ala harri ljui wala nasbiru ala harri jahannam, mume wangu usiwe na wasiwasi na mimi, tuko tayari kulala na njaa, tukavumilia joto la njaa, lakini hatuwezi kuvumilia joto la jahannam, usitulishe haramu. Zama tulizonazo ni zama ngumu, na ndio maana Waislamu wengi tunatafuta bila ya kuzingatia miko ya Kiislamu, bila ya kuangalia njia za kisheria za kupata riziki. Kuna lugha zetu siku hizi tunachakachua, tunadhulumu, tunaiba, tunaongeza 0, mtu hajali. Mshairi anasema, raaitu nnasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa'anhu nnasu qad malu. Raaitu nnasa qad dhahabu ila man indahu dhahabu wa man la indahu dhahabu fa'anhu nnasu qad dhahabu. Raaitu nnasa qad infaddu ila man indahu fidda wa man la indahu fidda fa'anhu nnasu